Yes, kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Hapa tupo katika session maalum kwa ajili yenu, na session hii ni kuelekea mechi ya mzunguko wa pili wa Ligi ya Mabingwa Afrika katika hatua za awali, ambapo Simba watakwenda kumenyana dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Sasa hapa kuna mambo kadhaa kutoka kwa upande wa Nsingizini Hotspurs kwa kile ambacho kinaendelea. Ndicho ambacho ningependa kushare na nyinyi, na mahususi kwa ajili ya wale ambao wanafuatilia platform hii wapate mwanga wa kujua hawa Nsingizini Hotspurs kitu gani kinaendelea kwao, daraja la timu hii na mazingira yake yako vipi. Ndio mahususi kwa ajili ya session hii na session nyingine ambazo tumezungumzia katika Ligi ya Mabingwa Afrika. Kwa hiyo lengo ni hilo, kuonesha picha ambayo ipo kwenye kikosi cha Nsingizini Hotspurs mpaka pale ambapo mechi itakuja kuchezwa. Sasa mpaka sasa hivi tunapozungumza, hii mechi itachezwa siku ya Oktoba 18. Yes, ni saa 9 kwa saa za Eswatini, ni saa 10 kwa saa za hapa nyumbani kwa maana ya Tanzania. Lakini itapigwa katika uwanja wa Somhololo. Yes, Somhololo ni uwanja ambao unapatikana katika mji wa Lobamba, huko Eswatini. Na kimsingi jitihada zinafanyika kwa kutafuta wadhamini. Yani hii klabu ya Nsingizini Hotspurs imeposti banners kwamba kuna uwepo wa banners, mabango ya kuweka matangazo kwa hiyo yote ambaye anataka kuweka matangazo ya kibiashara. Kwa hiyo hiyo ndio logistics ya uwanja mpaka wakati huu na wapi mechi itachezwa. Sasa hawa Nsingizini Hotspurs tunakwenda kuangalia vitu viwili. Kitu cha kwanza tunakwenda kuangalia vitisho ambavyo wanavitoa mpaka sasa kwa maana ya mashabiki wao, lakini yani ujumbe, kuna ujumbe gani ambao mashabiki wa Nsingizini Hotspurs wanajaribu kuupeleka kwa Simba. Lakini pia tutakwenda kuangalia juu ya wachezaji wao hatari zaidi wa kuwachunga na wasifu wao uko vipi. Sasa tukianza na mashabiki, ujumbe ambao wana display kwa Simba. Mechi ya mwisho kuchezwa kabla ya ligi kusimama, kwa sababu ligi imesimama Oktoba 6 na itarudi Oktoba 14. Na mechi ya mwisho kucheza kwa hawa Nsingizini Hotspurs ilikuwa ni mechi dhidi ya Mbabane Highlanders. Hii ndio timu kubwa zaidi ndani ya Eswatini na tulisha kuzungumza hapa, tukazungumzia na matokeo yake pia. Kwa hivyo hiyo ndio mechi yao ya mwisho ya ligi ambayo wamecheza. Sasa mashabiki walikuwa wa kutosha tu katika uwanja ule, lakini mashabiki hawa, wapo baadhi ya mashabiki walipeleka ujumbe kwa Simba moja kwa moja. Yaani walikuwa wanacheza na Mbabane Highlanders, lakini walipeleka ujumbe kwa Simba wa moja kwa moja. Ujumbe huu ni upi? Tukianza na ujumbe wa kwanza ambao wameandika kwa lugha yao ya Kiswati. Yes, ujumbe unasomeka Nalo Lugodvo kuwe Simba. Sasa sijui kama ndo nimepatia kwa maana ya kusoma, lakini tafsiri yake nimeipata kwa sababu nilijaribu kufanya research mpaka nikajua tafsiri yake. Kwa hiyo inasomeka hivyo kwamba Nalo Lugodvo kuwe Simba. Yes, maana yake it's all for you. Yani it's all about you, au tunaweza kusema hivyo kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili sasa, maana yake hii yote ni kwa ajili yenu Simba. Hii yote ni kwa ajili yenu Simba. Na hili bango lilioneshwa nje ya uwanja. Sasa kama limeonyeshwa nje ya uwanja, kuna uwezekano kwamba liliandikwa baada ya matokeo kumalizika, kwa maana ya mechi ya Simba ya Nsingizini Hotspurs na Mbabane Highlanders kumalizika, ndio hili bango likaandikwa. Kweli linasomwa hivyo. Kwa maana yake nini? Kwamba kuwafunga Mbabane Highlanders ambao ndio timu kubwa zaidi ya timu zote ndani ya kandanda ya Eswatini kwenye nchi yao, ni kwa ajili, yani haya yote yanafanyika kwa ajili yenu nyinyi Simba. Yani wanajaribu kupeleka ujumbe kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hivyo hiyo ni report kutoka Eswatini, lakini hiko ndicho ambacho mashabiki wameandika. Ukiachana na bango hilo, kuna bango jingine ambalo limenyanyuliwa pia ndani ya uwanja wa Somhololo. Bango hili linasomeka Sibafuna 1 by 1. Sibafuna 1 by 1. Na hii ni neno la Kiswati. Yes, ni neno la Kiswati lenye kumaana, hii Sibafuna maana yake looking for kwa Kiingereza, kwa Kiswahili maana yake anatafutwa mmoja baada ya mmoja. Yes. Yani unaweza kusema kwamba tunamtafuta mmoja baada ya mmoja au mmoja baada ya mwingine.
Ushanielewa? Kwa hiyo wanajaribu kupeleka huo ujumbe kwa klabu ya Simba, na wameanza na huyu kwa maana ya Mbabane Highlanders, wanakwenda katika kituo kingine, na hiyo ndio ilikuwa mechi yao ya kwanza ya ligi. Sasa huo ndio muktadha wa kile ambacho kinaendelea kutoka kule Eswatini. But tukiachana na hayo mazingira, kuna kitu niliona katika mechi zao, katika mechi yao hii ambayo wamecheza. Hapa tunakwenda kuangalia wachezaji hatari kwenye kikosi cha Nsingizini Hotspurs. Mchezaji hatari wa kwanza anaitwa Yekisizwe Kumalo. Huyu Yekisizwe Kumalo ndio MVP wa ligi kuu ya Eswatini. Ni kiungo wa ushambuliaji ambaye ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Eswatini. Ni moja ya viungo wazuri. Of course hata kwenye ile mechi dhidi ya Simba Bora alionyesha kiwango kizuri sana. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa silaha zao ambazo wako nazo. So huyo ni wa kwanza, Yekisizwe Kumalo. Wenyewe wanamkatisha na muta Yeki. Yes, ukiangalia hayo majina yanafanana kabisa na majina ya Afrika Kusini. Ndio utamaduni ule, hao wote ni jamii zile za Afrika Kusini. Kwa hivyo huyo ndio mchezaji hatari namba moja. Lakini wachezaji wengine, yupo Joel Madondo. Joel Madondo huyu ni mchezaji wao mzuri, na ndiye ambaye alifunga bao pekee katika mechi dhidi ya Mbabane Highlanders. Yaani mechi ya mwisho ya ligi ambayo wamecheza, huyu ndio mfungaji wa bao. Alipress ule mpira, ulikuwa ni mpira wa free kick, ilipigwa wakapapatu pale langoni kwenye kuondoa hivi, akakutana nao akaupiga moja kwa moja na wakaja kimiani. Kwa hiyo ni huyo, ni mmoja wa wachezaji hatari, na huyu ni msimu wake wa pili huu. But nyota huyu ana profile kidogo ambayo inavutia kwa sababu ni Mganda, na alitoka kwa Uganda Busoga United, baadaye akaenda kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca ya Morocco, na aliyemchukua kwenye kikosi cha Wydad Casablanca alikuwa ni Sebastien Desabre, kocha wa Wydad kwa wakati huo, ambaye pia aliwahi kufundisha kandanda ya Uganda. Kwa hivyo huyu ni mchezaji ambaye ana profile nzuri, na ni moja ya nyota muhimu, ni moja ya wachezaji muhimu kwenye kikosi cha Nsingizini Hotspurs. Mchezaji mwingine ni Neliswa Dlamini. Sasa huyu Neliswa Dlamini mwenyewe pia ameingia katika debate. Nimeona miongoni mwa debate ambazo zinaendelea kule, ambazo zilifanyika kule Eswatini, ilikuwa Yekisizwe Kumalo amekuwa MVP, lakini kuna wadau wengi walijaribu kutoa maoni tofauti, wakimaanisha kwamba huyu kwa maana ya Neliswa Dlamini ndiye ambaye alistahili kuwa MVP na sio Yekisizwe Kumalo. Kwa hiyo watu wamejaribu kutoa mawazo tofauti kuhusu nani ambaye alistahili kuwa MVP, but all in all wote ni wachezaji wa Nsingizini Hotspurs, na hiko ndicho ambacho kinaendelea kutoka Eswatini kwa Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo mazingira ndio yako hivyo. All in all bado Simba ni favorite, Simba ni giant mkubwa tofauti kabisa na walivyo Nsingizini Hotspurs, but you have to respect investment. Yeah, kwa hiyo hayo ndio mazingira ambayo yapo, na ndicho ambacho ningependa kushare kwa wakati huu, but tutaendelea na section nyingine hapo mbele. Usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.